mwanamama wa Nyamiobo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa kweli tuna shida. Hicho hapo ni kisima cha asili ambacho tangu zamani tunapita hapa, tunachota maji, tunafua, lakini huyu Konstantini amekivamia, ameweka migomba, hamna mtu kupita, na ukipita humu anakufukuza. Sasa sisi tulikuwa tunaomba uwasaidie hata hao viongozi wetu. Hati kiongozi, hati cha nani, yani ni mtu mmoja, lakini imekuwa ni tishio la mtaa mzima. Akipelekewa ujumbe hafiki, akiambiwa hacha hapa haachi. Sisi tuna kero moja, tumezuiliwa kuchota maji kule na huku tumezuiliwa kwa ajili ya yeye kupanda migomba. Mimi naitwa Grace Christopher, ni mamake mtuhumiwa. Mimi ninachoongea baba, naomba afadhali mmekuja leo ili tatizo liishi. Yaani namshukuru Mungu aliyewaleta mahali hapa. Tatizo hili liishi. Wanavyosema Costa ndiye anayelima, ina maana Costa analima mpaka kule chini. Mashamba hili shamba ukiuza ni la nani? Ni la Costa. Ukiuza ile shamba katikati pale ni la Costa. Ukienda ukisogea kule mbele kidogo ni la Costa. Ukipita kule nyuma hivi kule ng'ambo ni la Costa. Sasa unajua unaweza ukakaa sehemu. Wapo wengi manake. Wapo wengi, sio yeye peke yake. Maana nasikia ni jina lake Costa. Huku wako wengi. Yaani ni wengi tu. Sasa wale walio wengi wanasema huyu ndiye mvamizi. Wanasema hilo la mzee Maro Mahaba, hilo la katikati hapo aliliuza akamuuzia yeye, sio kwamba alivamia. Alimuuzia nani? Alimuuzia huyo Costa. Mpaka kwenye chanzo cha maji. Yaani zamani walikuwa nalima hapa baba. Unajua kuna shamba hili. Hapa ulikuwa ni urithi wa ukoo hapa. Wote walikuwa wameweka mashamba hapo. Yaani wanakufa na achia urithi kwenye familia. Wewe umetuletea ujumbe, wapo wengi. Ni wengi, sio yeye. Mwingine nani? Wapo hapo, kwani hawapo? Taje tu ili tujue wenzetu na Costa nani. Waje akina Ima Mswahili waje hapa, akina Magabe Mswahili waje hapa. Basi naomba nitoe nafasi hii kumshukuru mkuu wa wilaya. Amefika eneo la tukio ili tuweze kupata picha rasmi ya eneo hili. Huyo anayesema kwamba sijui wako wengi ni kwamba nadhani afisa mazingira Bahati alikuwepo hapa muda mrefu, walitembelea maeneo haya wakaangalia shughuli zinazoendelea hapa. Lakini kitu kilichotokea, agizo lilitoka kwamba wote wanaomiliki maeneo ya chanzo cha maji waachie ngazi, na wengi wao waliacha hawapalilii. Lakini baada ya hapo akatokea mkorofi mmoja, yeye akawa anaendelea, mfano ndo hapo analima. Je, kuna nani mwingine anayepalilia? Hakuna. Tofauti na hapo nikupe picha kamili. Kuna makundi kama 4 hapa. Kuna wananchi ambao hawamiliki eneo humu, wanachuki na hao wanaomiliki maeneo humu. Kuna kundi la watu wenye mifugo wanatafuta eneo la kulishia mifugo. Alafu kuna kundi lingine la wale watu ambao wenyewe kuna wavamizi na ambao walikuwa wanamiliki haya mashamba toka enzi za mababu. Kwa kuvamia ni ile kuja eneo sio lako unaanza kulilima. Kwa mfano kama hapa. Hii ni njia, huyu kavamia analima njia. Kwa hapa ina maana tayari huyu ndo mkorofi. Na tofauti na hapo kuna watu wengine wanamiliki mifereji mpaka mto Mori kule. Kwa sisi kama mimi anayenisema mimi siko kwenye chanzo cha maji, ukiangalia ile miparachichi unayoiona kule. Liko kule ile miparachichi. Mipanda miparachichi pale, alafu mwisho wa siku Emmanuel Matinde. Unaona? Hata anayesema Emmanuel Mswahili hata. Anasema Matinde. Ni Matinde. Sawa Kwa hiyo ile miparachichi haiasili mazingira, na hao wengine wanapoendelea kufanya shughuli zao humo sio shughuli zinazoasili chanzo cha maji, kwa sababu migomba kama upande wa chini huko haitumii maji mengi na vile vile hawapalii. Lakini huyo anayesumbua analeta chokochoko, anaziba. Tatizo ni njia pamoja na nini na kuvamia hicho chanzo, anazidi kusogea. Uvamizi ni jinai. Nataka niwaambie ni kitu ambacho hakikubaliki. Lakini wapongeze kwa kutunza chanzo cha maji kile kwa muda mrefu. Kuna maeneo mengine vyanzo vimepotea au uongo jamani? Lakini yeye mmekitunza. Sasa tusikiharibu kikapotea. Tunahangaika sana kutafuta vyanzo vya maji ili kutoa huduma kwa wananchi. Leo mna chanzo chenu cha asili ambacho kiko pale. Mna wajibu wa kukitunza nyinyi wenyewe kama cha kwenu, kwa sababu kinawasaidia nyinyi kama jamii. Lakini tumesikia sheria hapa ya mazingira kuhusu vyanzo vya maji vinatakiwa viachwe umbali gani? Mita 60. Wewe mwenyewe ukijua hiki ni chanzo cha maji, pima mita 60. Kuanzia hapo ile eneo sio la kwako, ni eneo la serikali. Si nimeleka vizuri? Ndio. Sio la kwako, ni eneo la nani? Ukiona umepanda mgomba pale umeenda kuvamia. Ukiona umepanda mparachichi umeenda kuvamia. Ni sheria. Leo nimekuja hata hapa sijafika na gari, zimeishia kule juu. Hakuna barabara. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anataka maendeleo yaende kwa wananchi moja kwa moja, mfikie mwananchi wa chini.
Mimi mwenyewe nimefika hapa, sijafika hapa, nimekwama. Alafu ni mtaa. Hapana. Niliagiza watu wa TARURA waje hapa niwe nao leo. Watu wa umeme TANESCO wawepo hapa. Watu wa maji wawepo hapa. Wako watu wa maji? Hawapo. Wako njiani wanakuja. Lakini nitatoa maelekezo wafikie gava, naandika. Sawa. Kwanza nataka meneja wa TARURA aje hapa. Aje angalie namna ya kupasua barabara hizi, ili ziweze kufikika. Jamani, sasa tumeshaenda mbali sana, tunahitaji maendeleo. Na najua kwenye serikali yenu ya mtaa maeneo mmeshaonyesha maeneo ambapo barabara zitapita, si ndio? Kesho aje hapa meneja TARURA. Aonana na serikali ya kijiji ya mtaa ya hapa. Muonyeshe hao maeneo yaingize kwenye mpango. Mwenyekiti, umeelewa vizuri? Wewe na serikali yako na mtendaji. Haya ni maagizo. Aje hapa kesho. Aangalie namna ya kupasua hizi barabara kwenye maeneo ambayo mmeshatenga. Yasiyo yana migogoro. Na ninyi wenyewe wengine ambao mpo hapa, maeneo yatapita maeneo yenu. Mkubali kutoa ile maeneo ili huduma za kijamii ziweze kufika. Nimeleka vizuri? Ndio. Tupande miti sana kwenye maeneo yetu. Miti ni uhai. Ukiitunza yenyewe itafanyaje? Kutunza. Kwa hiyo ni matarajio yangu tutapanda miti ya kutosha, na watu wa TFS nimeshawaambia wameleta miti sijajua mingapi. Mingapi? 210. Yote ipandwe hapa, mwenyekiti wa mtaa. Na ipande kwenye vyanzo vya maji mita 60. Na wale ambao wameweka ndizi zao mle, msiende kuzifyeka, lakini wasiende kuzipanda. Nimeleka vizuri? Kwa sababu ni chakula. Lakini yale maeneo mjue mmeyavamia. Mmefanya makosa kupanda kwenye eneo la umma. Lakini asiwepo mtu akazuia watu kwenda kuchota maji pale. Asiwepo mtu akazuia watu kwenda kufanya nini? Kama ambavyo nimepata taarifa hapa. Yale maeneo ni maeneo ya umma ya serikali. Kila mtu ana haki nayo. Sio ya kwako. Na ndio maana nimetoa miti kapandwe pale. Kwa sababu ni eneo ambalo ni la kwangu, la serikali. Nimeleka vizuri? Na hao watu wapate huduma pale. Kila mmoja ana haki ya kwenda kuchota maji. Isitokee kuna mtu pale ananyimwa kwenda kupata hiyo huduma ya serikali. Nataka ufikishe ujumbe kwa mwanao. Ile eneo asilime. Ili siku hiyo sio kanifuata pale ofisini, naomba nisaidie. Umeelewa vizuri? Ni maelekezo, ni amri. Asilime. Simona amelima hapa. Aache. Asiende kuzuia watu kwenda kuchota maji. Na wale watu wengine wote waliolima pale kama ulivyoelekeza wako watu wengi. Umetaja hapa kama 4. Inawahusu wote ambao kwenye chanzo cha maji. Sio mtu mmoja, ni watu wote. Na yeye akiwa mmoja wapo. Asizuie watu kwenda kuchota maji. Azuiliwi, basi itakuwa vizuri. Na hapa asiendelee kulima, sawa? Hapa vile mwalimu alilima ni yeye. Asilime, aache kwa sababu eneo la umma. Akitaka kuitaka ile eneo anatakiwa aombe kwenye serikali ya kijiji kwa kuandika barua, itaenda mpaka kwenye ngazi ya baraza la madiwani, wataamua apewe asipewe. Lakini sio kuvamia. Akivamia hapa nitamfunga. Na mimi sitaki nimfunge. Nataka apate utaratibu. Na naanza kukabidhi wewe miti. Lete miti hapa. Na wewe si mwanamtaa? Utashiriki kwenye kupanda miti. Mwenyekiti kijiji na wananchi wengine watana kujumuika na mama yetu hapa. Mito Fly umesema ukweli kwamba wapo watu wengi, lakini wametaja mmoja, na sisi tunataka haki tendeke kwa watu wote, asiwe mtu mmoja. Mwenyekiti, mpande yale maeneo mnaopatia maji